Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, karibu kuifuata taarifa habari. Kwanza muhtasari wake. Kitabu Anwani Mukakargenda kilichoandikwa na mwandishi wa habari wa Burundi Leona Mbonyingingo anaishi nchini Canada kimewasilishwa Jumatatu hii kwa waziri wa vijana, michezo na utamaduni. Mwandishi huyo anaeleza historia ya Burundi katika kipindi cha ufalme. Na Jumatatu hii kumezinduliwa mradi wa kuweka umeme kupitia miali ya jua kwenye shule za mfumo mpya wa elimu. Mradi huo utadumu miaka miwili, umegharimu milioni 2 za dola za Kimarekani na kupigwa jeki na UNICEF kwa ushirikiano na China. Haya na mengine katika taarifa hii, ambatana nami hadi tamati. Habari kamili. Kitabu Anwani Mukakargenda kilichoandikwa na mwandishi wa habari wa Burundi Leona Mbonyingingo anayeishi nchini Canada kimewasilishwa Jumatatu hii kwa waziri wa vijana, michezo na utamaduni. Mwandishi huyo anaeleza historia ya Burundi katika kipindi cha ufalme. Mengi zaidi na George Sengiyumva. Kitabu Mukakargenda Le Puzzle du Tambour kwa Kifaransa kilichoandikwa na mwandishi wa Burundi Leona Mbonyingingo anayeishi nchini Canada kimewasilishwa kwa waziri wa vijana, michezo na utamaduni. Kupitia kitabu hicho, mwandishi huyo anayelenga kuifanya historia ya Burundi katika kipindi cha utawala wa kifalme ijulikane zaidi. Kwa mujibu wa mwakilishi wa mwandishi huyo katika wizara inayosimamia utamaduni, ilikuwa muhimu kitabu hicho pia kipatikane nchini Burundi, kwa kuwa kinaeleza sehemu ya historia ya nchi hiyo katika karne ya 19. Hivyo hakikupaswa kubaki kikijulikana tu nje ya nchi. Mkurugenzi mkuu anayeshughulikia utamaduni katika wizara ya vijana, michezo na utamaduni, Aline Munyaneza, alisema kuwa wizara hiyo inaendelea kuhamasisha waandishi wa vitabu, watengenezaji wa filamu pamoja na wadau wengine wa sekta ya utamaduni. Akizungumzia kitabu Mukakargenda ambacho sasa kimetafsiriwa katika lugha ya Kirundi, alisema kuwa wizara ina nia ya kuwawezesha vijana kuifahamu kwa undani zaidi historia ya Burundi katika kipindi cha wafalme, hasa kupitia majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Kitabu Mukakargenda Le Puzzle du Tambour kwa Kifaransa kinaeleza nafasi iliyokuwa ikichezwa na wanawake akiwemo Mukakargenda katika utamaduni wa ngoma za kifalme pamoja na nafasi ya Malkia Mama katika uongozi wa ufalme. Aidha, kitabu hicho kinaelezea pia namna Burundi ilivyokuwa imepangwa katika kipindi cha kabla ya ukoloni, hususan shughuli za ikulu ya kifalme, maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kuwapokea wageni wa mfalme pamoja na vipengele vingine vinavyoonyesha utajiri wa mfumo wa kisiasa na kiutamaduni wa kipindi hicho. Jumatatu hii kumezinduliwa mradi wa kuweka umeme kupitia miali ya jua kwenye shule za mfumo mpya wa elimu. Mradi huo utadumu miaka miwili, umegharimu milioni 2 za dola za Kimarekani na kupigwa jeki na UNICEF kwa ushirikiano na China. Ida Marini Yongoro anaripoti. Mradi huu wa kuweka umeme kutoka miali ya jua unatekelezwa katika sekta tofauti, hasa kuhusiana na upatikanaji wa umeme katika maeneo ya umma na katika madarasa ya shule zenye mfumo mpya wa elimu, mfumo wa maji safi na vyoo tofauti kwa wasichana na wavulana na ugavi wa kompyuta. Mradi huu unakuja wakati Wizara ya Elimu na Utafiti wa Kisayansi unakabiliwa na baadhi ya changamoto. Waziri wa Elimu François Havyarimana anasema kwamba mradi huo ni miongoni mwa suluhisho juu ya changamoto hizo. Mradi huu una thamani ya dola milioni 2 za Marekani. Utatekelezwa katika mikoa ya Gitega pamoja na Bujumbura. Waziri François Havyarimana anaeleza pia kwamba mradi huo utasaidia kupata viti vitakavyotolewa katika madarasa 50 pamoja na kuweka makundi yanayohusika na kulinda mazingira kwenye shule. Wadau wote, walimu, viongozi wa shule, kamati za usimamizi wa shule, wazazi, jamii na vijana wenyewe wanatakiwa kuchangia ili mpango huu ufanikiwe. Kuhusu mpango wa serikali unaohusu usafi na kulinda mazingira kwenye barabara, raia wanaoishi kwenye barabara ya kitaifa nambari 1 eneo la Gare du Nord
wanaonekana kutekeleza mpango huo wa serikali kwa kutandika mawe kando kando na makazi yao. Licha ya hali hiyo, kuna baadhi bado kutekeleza. Ripoti kamili na Ida Marini Onguru. Hapo ni kwenye barabara taifa nambari 1 ambapo hasa katika eneo linaloitwa Gardino, na ukiendelea kutoka hapo inaonekana kuwa wananchi wameitikia mpango wa serikali wa usafi na utunzaji wa mazingira kwa kutandika mawe mbele ya nyumba zao na mbele ya maeneo wanayofanyia shughuli mbalimbali. Hapo ni wakati barabara hii inaelekea kwenye ikulu ya Rais wa Jamhuri. Katika maeneo mengine kumekusanywa mawe na inaonekana kwamba maandalizi kuhusu utekelezaji wa mpango huu wa serikali yameanza. Hata hivyo, kuna maeneo mengi yanayoonekana kwamba mpango huo bado haujatekelezwa. Upande wa kushoto ukitokea katika makutanio ya barabara yaliyobatizwa shirika la Umoja wa Mataifa. Ifahamike kuwa sheria ya tarehe 25 Oktoba mwaka 2025 iliyosainiwa na mawaziri watatu, waziri wa afya, waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama, pamoja na waziri wa fedha, inapanga faini zitakazotozwa kwa wale ambao hawataheshimu utekelezaji wa mpango huu wa serikali ya Burundi unaohusu usafi na utunzaji wa mazingira. Raia wa tarafa ya Kiremba mkoani Butanyerera wameona manufaa ya kilimo cha zao la parachichi toka mwaka 2024. Kutokana limewasaidia sana kujikwamua kiuchumi. Mkuu wa tarafa hiyo amewataka viongozi wengine kuwahimiza raia kuiga mfano huo. Mengi zaidi na Paskazi Hatungimana. Zao la parachichi katika manispa ya Kiremba ni zao la kuuzwa nje ya nchi na lenye rada ya kipekee. Leo hii zao hilo lazalishwa katika tarafa hiyo mkoa wa Butanyerera na linajipatia nafasi polepole kama zao la kuuzwa nje ya nchi lenye ubora wa kipekee kwa sababu ya ladha yake ya kipekee na ubora wake mzuri. Tunda hilo latarajiwa kwenda kushindana katika masoko ya kimataifa. Kwa mjibu wa viongozi wa mitaa, zao la parachichi na utajiri wa kweli na unalinganisha na dhahabu ya kijani ambayo asili imewapa wakaazi wa tarafa hiyo. Kwa mjibu wa Pascal Habiyakare, msimamizi wa tarafa ya Kiremba, mara tu baada ya kubaini uwezo wa kiuchumi wa zao hilo, mamlaka za manispa zilichukua hatua ya kuhimiza wananchi kwa ajili ya ukuzaji na maendeleo ya zao hilo. Tarafa ya Kiremba iko miongoni mwa tarafa zinazoongoza nchini Burundi katika kutathmini ukuzaji wa zao hilo. Utawala wa tarafa ya Kiremba unasema kuwa mojawapo ya malengo makuu ni kuendeleza zao hilo ili kurahisisha uuzaji wa zao hilo unaozalishwa hapa ndani ya nchi. Mpango huu unalenga kuwapa wakaazi fursa mpya za kiuchumi na kuchangia katika kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Kwa kuzingatia matarajio yanayotokana na zao hilo, msimamizi wa manispa ya Kiremba Pascal Habiyakare anaiomba jamii kuipa umuhimu zaidi zao la parachichi ambao kwa sasa limekuwa ni zao la kibiashara. Maendeleo ya nchi huanzia katika maendeleo ya familia, ndiyo maana viongozi wanapaswa kuwahimiza raia kutumia fursa zote zinazoweza kuleta kipato na kuboresha hali ya maisha ya wananchi ili kuchangia katika kufikia dira ya taifa. Tarafa ya Kiremba sasa inachukuliwa kama mfano katika ukuzaji na upandaji wa parachichi. Wakulima kutoka mikoa mingine ya nchi huenda huko mara kwa mara kujifunza kutokana na uzoefu wake na kupata maarifa kuhusu maendeleo ya zao hilo. Na katika habari zetu za michezo ya wiki iliyopita, tunaanza na mashindano ya ligi ya mpira vikapu ama Amstel League. Timu ya Dinamo inaendelea kushamiri kwa kuifunga timu ya Lezipo. Aidha, tutawajuza mashindano ya beach volleyball. Tumwachie uwanja Jose Singiuva akitupasha zaidi. Muhtasari wa michezo ya wiki iliyopita unaanza na mashindano ya ligi ya mpira wa kikapu ya Amstel Aber ambayo yanaelekea ukingoni kupitia hatua ya mwisho ya mchujo. Siku ya Ijumaa, timu zilizotolewa katika nusu fainali zilikutana kuwania nafasi ya 3. Kwa wanawake, Messager Ngozi iliifunga
Gladiators kwa alama 54 kwa 33. Huku kwa wanaume Kerne ikiibuka na ushindi dhidi ya Tigers kwa alama 77 kwa 63. Hatua ya mchujo iliendelea ambapo kwa wanawake timu zilizoshindana katika mfululizo wa michezo 7 na bingwa kuwa timu itakayofikisha ushindi mara 4, Dinamo iliifunga Lezipo kwa alama 73 kwa 58. Kwa wanaume Dinamo iliishinda Urunani kwa alama 81 kwa 75. Siku ya Jumapili mashindano yaliendelea tena. Katika mchezo wa kuwania nafasi ya 3 kwa wanawake, Gladiators ililipiza kisasi dhidi ya Messager Ngozi kwa ushindi wa alama 63 kwa 52. Timu hizo sasa zina ushindi mmoja kila moja na zitakutana tena Jumamosi katika mchezo wa 3 wa kuamua. Katika fainali ya wanawake, Lezipo iliifunga Dinamo kwa tofauti ya alama 1 kwa kushinda 52 kwa 51. Timu hizo pia zimesawazisha ushindi mmoja kwa mmoja na zitacheza mchezo wa 3 Jumamosi. Kwa wanaume, Kerne iliendelea kuifunga Tigers kwa ushindi wa karibu wa alama 73 kwa 72. Aidha, Urunani iliifunga Dinamo kwa alama 77 kwa 54 na kusawazisha mfululizo wa michezo hiyo. Kwa ujumla, mechi zote za wanaume na wanawake zitaendelea hadi pale timu moja itakapofikisha ushindi mara 4 kati ya michezo 7. Muhtasari huo unamalizika kwa mashindano ya kimataifa ya beach volleyball ambayo yatafanyika nchini Burundi kuanzia tarehe 19 hadi 23 Agosti katika eneo la Eden Garden Resort. Kwa mjibu wa Serge Ntakavura, rais wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi, mashindano hayo yatahusisha nchi 16. Idadi kubwa kuliko ilivyokuwa katika toleo lililopita. Amewaalika wananchi kujitokeza kwa wingi ili kushuhudia wachezaji bora zaidi duniani wa mpira wa wavu wa ufukweni na vipaji vyao. Ni kwa habari hiyo ndiyo tunatamatisha taarifa yetu ya habari. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wale wote walichangia kwa njia moja ama nyingine kufanikisha taarifa hii. Kwaherini, tuwatakia usiku mnono.